utaijutia. Comrade Zungu nadhani ameniuliza kwamba wakosoaji wa CCM wanapata madhila. Na ukamtoa mfano wa Comrade Polepole. Nataka niwaambie, niliwaambia nimekuwa kwenye chama hiki kwa muda wa kutosha kidogo, sio muda mdogo. Na nimeshiriki kwenye vikao vya CCM kwa ngazi zote. Nimeshiriki kwenye kamati kuu, nimeingia kwenye halmashauri kuu ya taifa, nimeshiriki kwenye secretariat na ngazi ya mkoa, kamati zote, kamati ya siasa na halmashauri kuu na wilaya hivyo hivyo na kata yangu na tawi langu. Lakini nimekuwa pia serikalini. Uhuru wa kutoa mawazo, maoni, kamwe haijawahi kuwa tatizo kwa CCM na serikali yake. Mimi mwenyewe ni mmoja wa wakosoaji wazuri tu. Hakuna jambo na kashfa yote iliyowahi kuibuliwa kwenye bunge nikiwepo mimi sikuwa mbele. Nenda EPA, nenda Richmond, nenda escrow, nenda chochote kile unachokikumbuka. Nenda fedha za stabilization, nenda ripoti zote za CAG. Nilikuwa nasimama kama sauti ya watu kusema. Na kwa kusema hivyo maana yake unaikosoa serikali. Na kazi ya bunge sio tu kwamba ni kutunga sheria na kufanya, ni kuisimamia na kuishauri serikali. Lakini maoni ya wananchi juu ya namna gani wangetaka nchi yao iongozwe hajawahi kuwa tatizo. Na kwani Polepole akasema nini? Maana kwamba Polepole anayosemwa leo, haya anayosemwa kuhusu Polepole, si tunaviachia vyombo viseme. Nikisema hapa leo kwa habari nilizoona kwenye mtandao, hapa nitakuwa kwa kweli hata mimi mwenyewe sijitendee haki. Lakini nataka kusema yale aliyoyasema. Kwa mfano, Polepole amesema nini kikubwa? Kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan hakupatikana kwa utaratibu wa CCM. Ufisadi wa nani? Kwa sababu ngoja tu. Sawa, wewe usaidiane hapa. Wewe tuelewane hapa. Unajua watu mwingine mseme watu wamuogope Mungu. Mamlaka ya kuteua wagombea udiwani ni halmashauri kuu ya CCM ya mkoa. Halmashauri kuu ya CCM ya mkoa. Mamlaka ya kumteua na kumchagua mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mkutano mkuu wa CCM taifa. Na kwa katiba hii, mkutano mkuu wa taifa ndicho chombo kikuu chenye madaraka katika mambo yote ya Chama cha Mapinduzi. Kwa mujibu wa katiba hii, mkutano mkuu unaweza kubadilisha, kutengua, kuridhia mapendekezo na maamuzi ya kikao kingine chochote kilichoko chini yake. Kwa hiyo, kitakachoamuliwa na mkutano mkuu ndio maamuzi ya mwisho. Ingelikuwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameteuliwa na halmashauri kuu ya taifa, tungesema halmashauri kuu ya taifa haina mamlaka. Lakini kilichofanyika na mkutano na halmashauri kuu ni kupendekeza jina la Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ni vizuri watu waelewe jambo hili. Maana bahati mbaya sana dhani Polepole alikuwa huko alikokuwa. Baada ya kupokelewa kwa taarifa ya utekelezaji wa ilani iliyowasilishwa na Waziri Mkuu na iliyowasilishwa na Makamu wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mkutano mkuu wa taifa ulitafakari na kuridhika na kazi nzuri iliyofanywa na viongozi hao wawili. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Na mimi nyinyi yote ni mashahidi juu ya kazi nzuri iliyofanywa na viongozi wote hawa wawili. Kwa upande wa Tanzania bara, ninyi wenzangu wa Tanzania bara mlioko hapa, leo mlioko wengi mnaoishi huku, mnaona mambo makubwa yaliyofanyika hapa. Nimepata nafasi mimi ya kwenda Zanzibar kama mara 4 hivi. 2 nimekwenda kwenye mazishi ya viongozi marafiki zangu 3 hivi, alafu 2 zingine nimekwenda kwa matembezi. Nimeona mabadiliko makubwa sana Zanzibar. Nimeona acha Tanzania bara ninayajua na kuyashuhudia
Mabadiliko yale yalifanyika kwenye jiji la Dar es Salaam juu ya flyover mbalimbali ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan ameanzisha, juu ya kuendeleza miradi ya kimkakati kama mradi wa SGR, kuendeleza mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, madaraja ya Busisi na Tanzanite. Kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan haina mfano. Kwa hiyo sio kila ahadi iliyotolewa wakati wa ilani kwamba lazima zote ziwe zimekamilika kwa wakati huo au iliwahi kutolewa na kiongozi. Tunakwenda kwa vipaumbele, tunakuangalia kipaumbele gani kwa wakati huu, na huko sio kubagaza wananchi. Leo tuna ahadi zingine za miradi ambazo zimetolewa na awamu zilizopita, zimetekelezwa katika awamu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata uamuzi wa kuhamia Dodoma ulifanywa miaka ya 70 huko, wakati wa uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini kuhamia Dodoma tumehamia wakati wa Dr. Magufuli. Kwa nataka kusema hivi, mimi sio ufisadi. Kama sema kwa hili la uteuzi wa mgombea, nataka niwaambieni Dr. Samia Suluhu Hassan ameteuliwa kwa kuzingatia mamlaka ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Yaani mamlaka yaliyopo kwenye mkutano mkuu wa CCM wa taifa. Na wakati mwingine kama mnataka mimi nitawarejesha huko. Kwa sababu kazi ya mkutano mkuu nataka niwaambie, uzuri mmoja katiba hii imeweka sharti kabisa. Kwanza ibara ya, maana vizuri ndugu zangu tusiandikie mate, ibara ya 100, ibara ndogo ya pili. Sema mkutano mkuu wa CCM taifa utakuwa ndicho kikao kikuu cha CCM kupita vyote na ndicho kitakachokuwa na madaraka ya mwisho. Na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye anachaguliwa na mkutano mkuu wa taifa, na mgombea urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar anathibitishwa na mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo Dr. Hussein Mwinyi amethibitishwa na mkutano mkuu wa taifa. Dr. Samia Suluhu Hassan amechaguliwa na mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo hakuna mahali palipokiukwa. Lakini tunajua, mkumbuke tu 95 tulimchagua mzee Mkapa akishindana na wenzake. 2000 Mkapa hakuwa na mgombea, alipita peke yake. Alisimamisha CCM yeye peke yake. 2005 tukashindanisha wana CCM wengi tu, karibu 40. Akaibuka Kikwete mshindi. 2010 Kikwete hakupata mpinzani ndani ya CCM. Mwaka 2015 tukawashindanisha wengi, tukampata Dr. Magufuli. 2015. 2020 Dr. Magufuli alishinda, alisimama peke yake ndani ya CCM. Polepole alikuwa ni mjumbe wa kamati kuu. Alikuwa katibu mwenezi wa CCM. Hakusema kwa nini Magufuli anapita peke yake. Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan amechukua nchi kwa utaratibu wa kikatiba. Katiba iko wazi kwamba rais aliyoko madarakani akiondoka, anayeapishwa kuchukua uongozi wa nchi ni makamu wa rais. Kwa hiyo Dr. Samia ametumikia kipindi chake cha kwanza. Ilipofika 2025 mkutano mkuu wa CCM ukaweka azimio kwamba tunataka tunamtaka Dr. Samia asimame kwa nafasi ya urais. Tunamtaka Hussein Mwinyi asimame kwenye nafasi ya urais. Na kwa nini unagoma hilo? Kwa sababu hata wale wengine hawajui kupewa upinzani. Unamkataa Samia kwa sababu ni mwanamke? Unamkataa Samia kwa sababu anatoka Zanzibar? Unamkataa Samia kwa sababu si swaiba wako? Au unamkataa Samia kwa sababu ana msimamo kwenye mambo ya msingi? Kwa sababu nataka niwaambieni, Dr. Samia Suluhu Hassan mimi nimekuwa naye kwenye vikao vya chama, akiwa mjumbe wa NEC na mimi nikiwa mjumbe wa NEC. Akiwa mbunge na mimi nikiwa mbunge, akiwa waziri. Kati ya mtu ambaye ana msimamo kwenye mambo ya msingi na asiyesimama hovyo. Lakini siku akisimama hoja yake haijawahi kupingwa. Rekodi ya Dr. Samia Suluhu Hassan haijawahi kuvunjwa. Na ninyi ni mashahidi, tafuteni mahali popote mbunge yeyote aliwahi kumuuliza Dr. Samia Suluhu Hassan swali la dhihaka kwenye bunge au hata kumkabakaba hivi labda kuna kashfa yote katika wizara yake. Huyu ni mtu ambaye ametumikia serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa uaminifu na uadilifu mkubwa, mtu aliyetulia, na hata katika kipindi cha utumishi wa nchi Samia ni mwadilifu. Na mimi nataka niwaambieni, mimi simpigiagi chapuo mtu ambaye hana sifa. Samia ni mwaminifu, ni mwadilifu. Ni mtu mwenye mapenzi ya dhati na nchi yake. Kwa hiyo nataka niliweke hilo vizuri.
Kama anajua ufisadi, nimesema kama anajua ufisadi ataje, wao specific. Lakini jingine, kuna swali la kwa hili la kusema kwamba watu wamepata madhila kwa ajili ya kusema jamani tuwe na hili la local police, tuache polisi waendelee nalo. Sitaki kulisema.